Gangana Infos. Subscribe and follow us. Yes bana, mambo vipi mtazamaji wa Gangana Infos? Pale ambapo unatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Niseme tu asante kwa kuendelea kuwa mwanafamilia, kwa kulike, kwa comment, lakini pia kusambaza matukio mbalimbali ambayo tunakusogezea kupitia Gangana Infos. Bana, moja ya taarifa kubwa ambayo nimekutana nayo kupitia mitandao ya kijamii ni taarifa kutoka jeshi la polisi, ambapo taarifa yao inazungumza kwamba tutaendelea kuwakamata wanaopanga njama za uhalifu. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema linaendelea kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama pamoja na wananchi katika kuimarisha ulinzi kwenye maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa ya siku ya Jumamosi ya kamanda wa polisi kanda maalum SSP Jumanne Muliro, hali ya usalama inaendelea kuwa ya kuridhisha, huku taarifa za raia zikisaidia kwa kiasi kikubwa kugundua na kuzuia mipango ya vitendo vya kihalifu. Taarifa hiyo imeeleza kuwa maandalizi ya kiusalama yameongezwa kuelekea mchezo wa kimataifa wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika utakofanyika Jumapili Novemba 23 mwaka 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa kati ya wekundu wa Msimbazi Simba ya Dar es Salaam na Petro Atletico ya kule Angola. Jeshi la polisi linawakumbusha mashabiki na wapenzi wa mchezo huo kufuata taratibu, kuepuka vitendo vya uvunjifu wa amani na kuhakikisha mchezo unafanyika katika mazingira ya salama na yenye nidhamu ya hali ya juu. Bana, hii ni moja ya taarifa kubwa ambayo sasa hivi inaendelea kusambaa kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na jeshi la polisi kujipanga katika ule upande wa kuimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Na ukizingatia sasa hivi tuko katika kipindi cha mashindano mbalimbali ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo tunafahamu Young Africans lakini pia na wekundu wa Msimbazi Simba, hawa ni wawakilishi kupitia upande huu hapa. Young Africans wamecheza siku ya leo na kuibuka na ushindi wa bao moja kwa bila, goli kutoka kwa mwana wa mfalme Prince Dube dhidi ya Farabat kutoka kule Morocco. Sasa tunafahamu mchezo huo hapo ulichezwa katika dimba la Amani Complex ambapo linapatikana kule Zanzibar. Sasa siku ya kesho Jumapili, tunafahamu wekundu wa Msimbazi Simba ambao wanautumia uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kama uwanja wake wa nyumbani, wanatarajiwa kuingia vitani na timu ya kutoka kule Angola. Tunazungumzia Petro Atletico, ambapo siku ya kesho Simba wana kibarua kizito katika kuhakikisha kwamba katika hatua ya makundi wanaanza vizuri kabisa, huku wakiwa na mtaji mzuri katika dimba la nyumbani, nazungumzia Benjamin Mkapa katika hii hatua ya makundi. Sasa kamanda polisi wa kanda maalum SSP Jumanne Muliro amezungumzia kuhusiana na jinsi ambavyo jeshi la polisi limejipanga katika kuhakikisha kwamba aina yoyote ya uvunjifu wa amani haiwezi kujitokeza katika mtanange huu hapa ambao unatarajiwa kutazamwa na watu wengi kupitia maeneo mbalimbali ya Afrika na dunia kwa ujumla. Lakini pia wameendelea kuwashukuru wananchi ambao wamekuwa wakitoa taarifa mbalimbali pale tu ambapo wanahisi kuwapo na viashiria vya watu ama vikundi vya watu ambao walikuwa na mipango ya kutaka kuleta uvunjifu wa amani. Sasa haya ni moja ya mambo ambayo yamezungumzwa na kamanda kuelekea mtanange ambao siku ya kesho unatarajiwa kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Bana, mimi ni Jackson Jambele, endelea kuenjoy matukio mbalimbali ambayo tunakusogezea kupitia mitandao ya kijamii kila siku. Endelea kuwa na sisi kwa sababu tunayo mengi ya kuzungumza na wewe kupitia yale mengi ambayo yanaendelea kuchapishwa kupitia mitandao ya kijamii.